hapa alafu tukajikuta kwamba kuna mambo ambayo pengine hayako vizuri. Kwa hivyo mtuie radhi sana, lakini na kwa wakati huu sasa mgombea wetu wa urais wa Chadema anayewakilisha pia vyama vinavyounda ushirika wetu wa Ukawa yuko tayari kuzungumza na nyinyi. Mheshimiwa Lowassa, tafadhali karibu sana. Asalamu alaykum. Jana tulikutana tukazungumza, leo tunakutana tena kuendeleza yale ya jana. Leo tarehe 29 Oktoba, kwa kupitia mgombea mwenza Dr. Mheshimiwa Juma Duni Haji, nimewasilisha rasmi malalamiko yetu kuhusu mwenendo mzima wa uchaguzi mkuu wa 2015 kwa mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Mzee Damian Lubuva. Tumeainisha kwenye malalamiko yetu kutokuridhishwa kwetu na mwenendo wa matukio mbalimbali, hususan utangazaji wa matokeo batili yasiyoakisi matokeo halisi yaliyopatikana kwenye vituo vya kupigia kura kama ifuatavyo. Kwanza, upunguzaji wa kura zangu. Pili, kuongeza kura kwa mgombea wa CCM. Tatu, tunaendelea kukataa dhuluma dhidi ya matakwa ya wananchi na jaribio la kutaka kubakwa kwa demokrasia kunaonekana wazi kutokana na mwenendo wa tume kuendelea kutangaza matokeo ya kura yasiyo ya kweli kwa kupoka ushindi wetu. Aidha, kumekuwepo pia na uporaji wa ushindi wa wagombea wa vyama vya Ukawa kwenye ngazi ya ubunge na udiwani. Kama tulivyoeleza jana, takwimu zetu sisi zilionyesha kwamba nilikuwa naongoza kwa zaidi ya 67%, na sasa nimejiridhisha kwamba nimepata kura 10,10,268,795, sawa na 62% baada ya kukamilisha kazi ya kukusanya fomu za matokeo nchini nzima. Kwa hali hii, ninaitaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi initangaze mara moja kwamba mimi Edward Lowassa Ngoyai Lowassa ndiye mshindi. Naendelea kuwashukuru wananchi kwa imani yenu kwangu na kwa kunichagua. Mimi pamoja na viongozi wenzangu tunaamini kuwa kuchezea demokrasia ni kuvunja amani. Lakini sote tunatambua ninyi wa Tanzania ndio mnaoporwa haki yenu ya kupata mabadiliko. Na viongozi kupata mabadiliko na viongozi mnaowahitaji. Nitaendelea kwa kuwa pamoja na Watanzania wote kudai haki yenu kwa nguvu zangu zote nikishirikiana na viongozi wenzangu. Tanzania kwa miaka mingi imefahamika kama kisiwa cha amani katika Afrika. Tunashangaa leo utawala wa Kikwete kuona vyombo vya ulinzi na usalama vikitanda kila mahali wakiwa na silaha za kivita mitaani kana kwamba uchaguzi ni vita. Hii ni kuwatisha wananchi ili wakubali kunyang'anywa haki yao. Kunyang'anywa haki yao ya msingi ya kuchagua viongozi wanaowataka. Ninaamini Watanzania hamtakubali hali hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza.